Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi khalaqa zawjayni dhakara wal untha min nutfatin idha tumna. Thumma salatu wassalamu ala habibina wa sayyidina wa sanadina wa shafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ndugu zangu watukufu wa Islam, tunamshukuru Allah kwa kutujalia siku ya leo kuweza kuonana tena katika chaneli yetu hii pendwa ya Malkazi Islamic Propagation Center kwa ajili ya kupeana na kukumbushana juu ya majambo mbalimbali yanayohusiana na dini yetu, yanayohusiana na jamii yetu, na namna gani tunaweza kuitengeneza jamii kuwa ni jamii ambayo itakayokuwa na manufaa katika maisha yetu ya dunia, lakini pia itakayokuwa na manufaa katika maisha yetu ya akhera. Lakini leo nimekuwa hapa kwa sababu ya miongoni katika maneno Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipotutaka tufikishiane walau aya. Na miongoni katika aya ambayo leo natamani kuweza kuizungumza, ama miongoni katika aya ambayo natamani leo kuisema, ni aya ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza ndani ya Qur'an, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Maneno haya anayazungumza Allah tabaraka wa taala, anamwambia mwanaume, hakika baadhi ya wake zenu na watoto wenu ni maadui zenu, basi mjihadhari nao. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Kwa nini Mwenyezi Mungu atuambie hakika baadhi ya wake zetu na watoto wetu ni maadui zetu, tujihadhari nao? Kwa nini Mwenyezi Mungu azungumze maneno haya? Kwa sababu wakina baba ama familia tumeacha jukumu la kulea watoto wetu, ama tumeacha jukumu la kuziangalia na kuzilea familia zetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema tena ndani ya Qur'an, anatuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an, aljalu kawamuna ala nisa, hakika mwanaume ndiyo kiongozi kwa mwanamke. Maana yake nini? Mwenyezi Mungu amejalia mwanaume aweze kumuongoza mke wake, aweze kumuongoza mtoto wake na watu wote wanaomzunguka. Matokeo yake leo familia zetu zinajiongoza wenyewe, familia zetu zinaongozwa na mitandao. Leo jamii imeingia katika mitihani na kujiona ni watu ambao tuna haki zaidi ya kuwafanya tunayoyaona kwa sababu ya elimu, lakini chanzo tumekosa malezi kutoka kwa wazazi wetu. Lakini kwa nini tumekosa malezi? Ni kwa sababu ya teknolojia tunazoenda nazo. Teknolojia leo zimefikia mahala watu wako busy katika kutafuta maisha yao, lakini kuliko kukitengeneza kizazi chao. Kwa nini nasema haya? Watu wengi wanaamini kutengeneza kizazi ni kukipa elimu ya kutosha, lakini wanashindwa kujua hiyo elimu bila malezi inakuwa ni hatari katika jamii. Na ndio leo tulipofikia asilimia kubwa leo watu wetu, vizazi vyetu vina elimu ya kutosha, lakini hawana malezi katika maisha yao. Kwa nini? Kwa sababu familia imeacha majukumu, na hususan baba wa kuongoza familia. Baba leo yuko bize, familia nyumbani inabaki na wazazi, inabaki na mama. Familia leo inabaki mama hana uwezo wa kusikilizwa katika familia. Kwa sababu gani? Kwa sababu anaonekana ni mwanamke. Watoto wanaozaliwa wakishabarehe wanahisi mama yao ni kama ni mtu wao. Lakini kwa nini Mwenyezi Mungu alijalia hofu kwa baba? Maana yake baba atengeneze hofu ili watoto watengenezewe heshima na malezi yaliyokuwa bora na kujua mipaka katika maisha yao. Lakini leo wakina baba tumeacha haya majukumu yetu. Majukumu yetu leo yanatengenezwa na wakina mama. Leo wakina mama asilimia kubwa ndio wanaziongoza familia, na kwa kuwa mwanamke yeye mwanamama anaongoza familia, baba amekaa pembeni. Kinachotokea nini? Manake watoto wanapata malezi ya pande moja. Wanapopata malezi ya pande moja, watoto hawa watakuwa ni watoto ambao hawajakamilika katika malezi, na leo ndio yanotokea. Kwa nini? Kwa sababu wamelelewa kilele mama, kama maneno ambayo tumeweza kuyazoea katika jamii. Hivyo na wasia sana ndugu zangu, hususan wakina baba, tujitahidi sana kuyachukua majukumu yetu, la sivyo moto wa Allah utakuwa ni miongoni katika ule ambao utakaoweza kutuadhibu. Kwa sababu gani? Tumeacha majukumu yetu ya kulea.
kumlea mtoto sio kumpa elimu, bali kumlea mtoto ni kumpa malezi atakomjaza hofu, ni kumpa malezi ya kumjengea heshima kwa watu, ni kumpa malezi ambayo yatakayofanya aiweze kuithaminisha ama kuipa thamani familia yake pale ambapo anapokuwa amesimama. Leo inafikia mahala ukimwona mtoto fulani kusema huyu ni mtoto wa mzee fulani, leo imefikia mahala anakuwa anatukana watu. Kwa nini? Ukiangalia malezi ya watoto ni tofauti na wazazi wao walivyo. Unaweza kumkuta leo baba shekhe mtu mzima, mama ni shekhati mzima, lakini angalia watoto wao ni watoto wanaocheza mjimbo masingeli, ni watoto wanaotembea ndio wanaitwa Gen Z, wamevaa masuruali makubwa. Watoto sasa hivi mdogo tayari ameshajua uasherati. Mtoto ambaye sasa hivi mdogo anaweza kumdindishia mkubwa wake ukasema nitakufanya chochote. Kwa nini? Kwa sababu watoto hawa wamekosa malezi, na ndio maana wameondoa hofu katika mioyo yao. Ikiwa mtoto ameondoa hofu kwa wazazi wake, hana hofu na wazazi wake, hawezi kuwa na hofu na watu ambao wengine wako nje ya familia yake. Maana yake mtoto huyu atakayekosa hofu mbele ya wazazi wake hataweza kuwa na hofu mbele ya wakubwa zake waliokuwa nje ya wazazi wake. Mtoto huyu aliyokosa hofu kwa wazazi wake kwa sababu kosa malezi, hawezi kuwa na hofu mbele ya Mungu wake. Na ndio maana leo katika mitandao ya kijamii ni rahisi sana kumkuta kiongozi wa dini akaanza kusemwa vibaya na akaanza kutukanwa bila kuwa na hofu. Kwa nini? Ni kizazi ambacho tumekitengeneza wenyewe. Kwa sababu gani? Tumekosa kukipa malezi. Na kwa nini tumekosa kukipa malezi? Kwa sababu akina baba tumeacha majukumu ya kuwalea watoto. Leo akina baba tumekuwa tuko busy muda wote, kazi na sisi. Inaweza kuchukua baba yuko nje ya familia yake almost mwaka mmoja, hana habari ya kuiongoza familia. Baba anaweza kuwa nje ya familia yake miezi 2 mpaka 3, hana habari ya kuongoza familia. Familia iko nyumbani, nyuma iko na mama na watoto, na bahati mbaya kwa kuwa mtu wa kuonaye kila siku wanamzoea, na kwa kuwa mama siku zote ni mtu wa kuongea sana, imefikia mahala watoto wanamdharau. Kwa nini wanamdharau? Kwa sababu baba ambaye aliyetakiwa kumtengenezea heshima mke wake mbele ya watoto wake, baba huyu yuko busy. Tunakuja kupata mitihani, na mtihani huu utatuathiri sana sisi wanaume. Kwa namna gani? Kwa sababu Allah alishatuambia aljalu kawamuna ala nisa, hakika Mwenyezi Mungu amejalia mwanaume ndiyo kiongozi katika jamii ya kumuongoza mwanamke pamoja na watoto wake. Leo tumeacha kuongoza familia zetu leo zinajiongoza wenyewe, na familia yenye kuongoza wenyewe ni familia ambayo inaongozwa na sheitani. Kuna nyumba ukiingia huwezi kumjua kiongozi ni nani. Kwa nini? Kwa sababu akina baba tumeacha majukumu yetu. Lao tungekuwa tuna jukumu la kuangalia familia, hata kama uko mbali unaweza kupiga simu, watoto wangu leo mmeswali, watoto wangu leo mmefanya ibada, watoto wangu mmeenda skuli, mkawajengea watoto malezi yaliyokuwa bora. Elimu mtakayowapa ingeweza kuwafaidia sana katika maisha yao. Lakini leo watoto wanapewa elimu lakini wanakosa malezi. Ndio leo tunatengeneza kizazi hiki cha watoto wa miaka 2000 cha Gen Z. Leo imefikia mahala watoto hawajali chochote hata akizungumza mkubwa wao. Na ndio maana leo anaweza kusema kiongozi wa dini akakemea jambo na wakamuona ni mpumbavu, lakini wanashindwa kujua wajibu wao. Kwa sababu gani? Wamekosa malezi ambao pengine wazazi wao waliweza kulelewa. Na ndio maana leo sio jambo la kigeni kumwona mtoto akamfokia kiongozi wa dini, ambao kwa watoto waliolelewa ni vigumu kufanya jambo namna hiyo. Leo si ajabu kumwona mtoto akimtukana hata kiongozi wake. Kwa sababu gani? Tu kwa sababu amekosa malezi. Tujitahidi sana tuwe ni watu ambao wenye kulea watoto wetu. Na ndio Mungu anasema inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum, hakika baadhi ya watoto wenu na wake zenu ni maadui zenu, jihadharini nao. Kwa nini ni maadui? Hawa watoto hawa na wake zetu watakuja kutushtaki mbele ya Mwenyezi Mungu baada ya kuacha kufanya majambo ya kheri, wanafanya majambo ya ajabu, wanapotezea wenzi wao katika haki zao. Kwa sababu haki, ukimtukana mtu tayari umempokonya haki yake, umemdhulumu. Kwa nini umemtukana? Umeiondoa heshima yake. Sasa ipo siku atakuja kuadhibiwa na Mwenyezi Mungu. Huyu atahesabiwa katika adhabu, atasema mimi siwezi kukubali kupata hii adhabu. Kwa nini? Ya Allah, ulishaweza kumfanya baba yangu awe kiongozi, lakini baba aliniona mimi nafanya kadha wa kadha, lakini baba hakuwahi kunikemea. Mkeo naye atasema mume wangu alikuwa anaondoka na muda mrefu, alikuwa niongozi mimi, yuko busy kutafuta pesa, lakini hakuwa kiniongoza mimi. Mume wangu hawezi kuniongoza, niko najiongoza mwenyewe. Ya Allah, leo usiniadhibu, leo mwadhibu huyu uliyompa kazi yake kuleta kuniongoza mimi. Leo hakuweza kuniongoza. Maana yake nini?
Mwenyezi Mungu akiangalia naam ni haki yao. Baba alipewa nafasi ya uongozi lakini alikosa kuiongoza familia yake. Baba yuko busy kusomesha watoto lakini alikosa kuwapa malezi watoto wake. Baba alikuwa yuko busy kufanya mambo yake lakini alikosa kumuongoza mke wake. Mwenyezi Mungu atakuingiza katika moto wa Jahannam. Ewe baba unaniangalia, kwa sababu unaacha kuongoza watoto wako. Sasa ili haya yasiweze kutokea, lazima wakina baba tuchukue wajibu wetu. Kwa sababu gani? Kwa sababu wakina baba, Mungu ndo ametupa nafasi ya kutengeneza hofu katika mioyo ya watoto wetu. Kwa sababu ukikosa hofu, kila jambo utaliendea unavyotaka wewe. Manake kuna vitu viwili pia tufahamu. Kuna hofu na uoga. Mtoto hatakiwi kutengenezwa uoga. Mtoto anatakiwa kutengenezwa hofu. Hofu maana yake nini? Hajue jambo fulani nikilifanya ili nitatengeneza kitu ambacho sio kizuri, kitu hiki kitaniletea matokeo mabaya. Maana yake mtoto aanze kuwa na akili ya kuangalia matokeo ya kile anachokifanya kabla hajafanya jambo, kisha jua kuwa na akili ya kuangalia matokeo ya jambo lake kabla hajalifanya. Mtoto huyu atakuwa na hofu ya kufanya kile kitu. Kwa sababu gani? Mwenye akili huwa anaangalia mwisho wa jambo kuliko hata mwanzo wake. Sasa tukishindwa kuongoza familia zetu sisi wakina baba kwa kuweka misingi iliyokuwa mizuri na hofu ya Mwenyezi Mungu kwa watoto wetu, watoto hao kinachotokea ni kitu gani? Na wanakuja kufikia mahala mtoto anaweza kukutukana mpaka mzazi wake. Mtoto anaweza kuja kufanya mambo mabaya mbele ya mzazi wake. Kwa nini? Kwa sababu baba aliacha nafasi ya kumtengeneza mtoto tangu akiwa mdogo. Na leo ndo nakuta ni rahisi kuona familia, mtoto wa kike anavaa mambo ya ajabu, yuko na mwanaume, anakuja naye mpaka ndani, anaonekana amesimama na mwanaume na wala baba hana habari. Baba naye ndo kwanza anatembea mtaani na yeye anaonyesha vitu hivyo. Kwa nini? Unamkuta baba mwenyewe tayari anaonekana ni mwasharati. Ni kila siku anabadilisha wanawake. Na watoto wake wanamshuhudia kwamba baba na wanawake kadha kadha kadha. Vipi mtoto wako akiwa na jambo hili unawezaje kumkataza? Mtoto kila kisiku akiangalia anaona baba yake mdomoni amejaa matusi ndio anayozungumza. Kila akiongea kidogo pointi yake moja ni tusi. Mama yake kila akizungumza jambo pointi moja ni tusi. Vipi mtoto huyu ataacha kutukana? Maana yake tunatengeneza kizazi ambacho ni moto tunaotengeneza, moto ambao unakuja kuwaka na kuunguza watu katika maisha yao.